Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Mgogoro wa Irani na Saudi Arabia, kuna busara zimeamua kutumika. Ndio maana unaona kuwa licha ya kuwa jana ilikuwa ni taarifa kubwa, leo imebaki kuwa ni taarifa ambayo imetulizwa sehemu. Ni kuwa watu hawataki kukuza mambo, ni kuwa watu hawataki haya yaendelee, au wamejizuia kuwa huku tunakoelekea ni kubaya zaidi. Tunatamani ibaki hivyo, kuwa kwa sababu huu mtego ambao walikuwa wanakaribia kunasa ni mtego ambao wanaujua fika, lakini kuna wakati maybe wana panic halafu wanajiingiza kwenye mtego wa mamba. Naweza nikasema vyombo vya habari kadhaa duniani vinaripoti kuwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu anaelekea Marekani Jumamosi. Anakwenda Marekani Jumamosi. Kuna vitu vinampeleka, 2, 3, 4 inawezekana. Lakini ngoja nikusomee hii taarifa ya ziara yake, halafu tutakuwa tunakizungumza kimoja kimoja katika hii ziara ambayo ni ya tahadhari, mkakati, mipango. Zote zinakwenda pamoja. Taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari inasema waziri mkuu wa Israeli anatarajiwa kuzuru Washington, huku akiomba mazungumzo na Donald Trump kuhusu ripoti ambazo zinaongezeka kwa kuwa kuna tofauti kubwa Iran, Syria, Lebanoni. Ripoti za kuongezeka kwa tofauti kati ya Washington na uvamizi wa Israeli zimeibuka kufuatia vita vya hivi karibuni kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, huku waziri mkuu wa Israeli Netanyahu akitarajiwa kusafiri kwenda Washington weekend hii kwa juhudi za kupata mkutano na Donald Trump. Yani, unajua ziara za Netanyahu mara kadhaa, alikuwa ni kiongozi wa kwanza kumtembelea Trump alivyoingia madarakani kwenye awamu ya pili, lakini akaweka rekodi yeye ndio kiongozi ameenda mara nyingi zaidi katika awamu ya Donald Trump. Karibu mara 6 amekwenda kumtembelea kipindi hiki, na hii mara hii anakwenda tena. Ukitazama zote mara alizokwenda alikuwa kwenye muktadha mzuri, hata ziara yake ilithaminiwa. Kuna wakati alikwenda hadi kuhutubia bunge, yani ilikuwa wakati wa Joe Biden nakumbuka, lakini hii wakati wa Donald Trump alikwenda kama kiongozi special akithaminiwa. Mara hii anakwenda bila mwaliko. Hii ziara ni ya bila mwaliko, ila ni ziara ambayo inatafuta mazungumzo. Yani maafisa wa Israeli wanaomba mazungumzo kwa Marekani kati ya waziri mkuu na Trump, angalau waweze kuzungumza. Wazungumze nini? Kuna vitu haviko sawa vingi sana. Wiki iliyopita ambapo walikuwa waingie kwenye mazungumzo ya Iran na Marekani, kama mnakumbuka, wiki iliyopita, kwa sababu tuliambiwa kuwa baada ya maziko ya Khamenei ambayo yangefanyika tarehe 9, tulitarajia kungekuwa na mazungumzo tarehe 11, ambapo baadhi ya vyombo vya habari vya magharibi vilisema kuwa kuna mazungumzo, atakwenda sijui Steve, atakwenda nani, jambo ambalo halikutokea. Kutokana na nini? Vurugu zilikuwa zimeanza, haikutokea. Lakini Irani walikuwa wametuma taarifa kabla ya hayo mazungumzo, wakamwambia hivi Marekani kuwa kama Israeli anaendelea na mashambulizi Lebanoni, hatutaki mazungumzo. Na si tu kuwa asimamishe mazungumzo, tunataka vikosi vya Israeli viondoke kwenye ardhi ya Lebanoni. Vyombo vya habari vilizungumza hivyo vya Irani. Trump Alhamisi iliyopita, ambao ndio ilikuwa siku ya maziko ya Khamenei, alizungumza na simu na waziri mkuu Netanyahu, akamwambia, hii taarifa imeandikwa na jarida la Axios la Marekani, alimpigia akamwambia kuwa lazima vikosi vya Israeli viondoke Lebanon, viondoke Syria, kwa sababu havitakiwi kuwa huko. Ikatokea majibizano hapa katikati, kuwa akawa anasema kuwa tumekaa kule kwa sababu ya usalama wetu, hatuwezi kuondoka kwa sababu tunahofia usalama wetu, na vitu kama hivyo. Wakajibizana kule, akamwambia ni lazima viondoke. Sasa kuondoka kwa vikosi vya Israeli huko ambavyo vimekaa kimkakati zaidi, kwa sababu wanakwenda kwenye uchaguzi, ni mtaji wa kisiasa sana. Yani kuwa ni kama vile Trump analazimisha kuondoa mabango yote yanaompa promo Netanyahu kwenye uchaguzi ujao. Yani ni kama vile ameamua kumaliza, anataka kuwa ni kumalize moja kwa moja. Na hili huwa mnanielewa, kwa sababu huwa ninatofautisha. Kuna Israeli, kuna Marekani, kuna Netanyahu, kuna Trump.
Wakati nazungumza nawe uwe unaweza kutofautisha hivi vitu. Yani sasa uamuzi huu ndio ambao unatajwa kuwa ni moja ya sababu ambayo inamfanya Netanyahu aende kwenye ziara yake wapi? Aende Marekani. Sasa vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kwamba hakuna mkutano ambao umekamilika licha ya juhudi za mara kwa mara za ofisi ya Netanyahu kupanga mazungumzo na Trump, huku pande zote mbili zikijiandaa na duru mpya ya mazungumzo kati ya Marekani na Irani. Vyombo vya habari vya Israeli vinathibitisha kuwa wamejaribu kwa kila namna kuwa Netanyahu atapokwenda awe na mkutano na Trump, lakini mpaka hapa hawajapata uhakika kama Trump anakubali kukutana na Netanyahu au hataki kukutana naye, kwa sababu ya mivutano ambayo imeendelea iko wazi, kwa sababu kuna kile ambacho kinaonekana, mfano hii inatokea hivi sasa, hii migogoro inatokea au kile kinachoendelea kutokea Lebanoni. Nishe kuambia Trump ni mtu mwenye visasi. Trump anafahamu fika wazi kabisa kuwa haya yote yanapotokea yanatokea wapi. Israeli imefanya kila inachowezekana kuhakikisha kuwa Marekani na Iran ni hawezi kufikia makubaliano. Sasa Trump anamuona Netanyahu kama kirusi ambacho kinakwenda kumnani. Sasa ripoti zinaonyesha kwamba Netanyahu anajaribu kurejesha imani na utawala wa Trump baada ya uchokozi wa pamoja kati ya Marekani, Israeli dhidi ya Irani kushindwa kufikia malengo yake yaliyotangazwa. Yani baada ya lawama nyingi, unajua kwenye zile corridor za Oval ni pale White House, kwenye zile ofisi zile za Oval. Sasa ndani ya zile corridor inatajwa kuna minong'ono mikubwa na lawama kubwa za kulaumiana. Na nilishawahi kulisema hili kuwa lawama nyingi zilipelekwa kwa Israeli kwa sababu tathmini ya vita alipewa Israeli kabla ya kuingia kwenye vita. Sasa wengi ambao wanamlaumu Trump kuwa kwa nini uliingia kwenye vita kwa makubaliano, kwa research iliyofanywa na ushauri uliopewa na Israeli, kwa sababu inaonekana kuwa umesababisha kujichanganya. Sisi tumepata hasara kubwa sana kwenye hii vita ambayo yani sasa hivi tunapigana mpaka sasa hatuna uhakika wa kupata chochote. Sasa lawama nyingi za hayo yote zinakwenda kwa nani? Kwa Netanyahu. Kwa hiyo kingine ambacho Netanyahu anakwenda kukisawazisha ni kujaribu kuanza kujenga imani kwa Marekani tena kuwa mimi ninachowaambia kiko sahihi. Sasa anakwenda na hekaya mpya ya kuwa ninajua wanataka kukuua, uchunguzi wetu umetoa. Sasa aende akaklie kwanza uchunguzi wa awali waliofanya research ambao aliipeleka kwa Marekani. Niliwahi kukuambia kuwa hii vita ilipangwa ni kati ya Mei na June, sio ilivyoanza February kwa jinsi walivyokuwa wamepanga. Lakini Netanyahu na Israeli walimthibitishia Donald Trump kuwa tuna uhakika kabisa huu ndio wakati sahihi wa kuipiga Irani, kwa sababu tutaimaliza kabisa, hakuna kitachobaki. Kwa hiyo Trump naye akajaa kwenye trap, akaingia kwenye mtego, wakaanzisha walioanzisha. Sasa wamekwama katikati ya safari. Kwa hiyo kilichopo hapo ni kulaumiana nani aliyesababisha haya. Sasa maafisa walio karibu na Netanyahu wana wasiwasi kwamba Trump anamlaumu waziri mkuu wa Israeli kwa tathmini zilizowasilishwa kabla ya uchokozi huo, huku kukiwa na ukosoaji unaoongezeka ndani ya mzunguko wa rais wa Marekani kuhusu matokeo ya kampeni ya kijeshi. Nimekwambia wanamlaumu kuwa kwa nini ulimsikiliza huyu kakuingiza chaka, matokeo yake leo tunaumia kwa kitu ambacho ametuingiza huyu. Sasa ziara hiyo pia inaripotiwa kulenga kuruhusu Israeli kuwasilisha kile inachodai kuwa ni habari mpya ya kijasusi kabla ya mazungumzo yanayotarajiwa kati ya Washington na Teherani. Yani katika ziara hii amekwenda na kabrasha nyingine kuwa anataka awasilishe ripoti ambayo waliitoa wakati Trump akiwa kwenye ziara kule Uturuki ya NATO, kuwa uchunguzi wetu na ujasusi wetu unathibitisha kuwa Irani wana mpango wa kukuua. Sasa kingine ambacho anachotaka kukiwasilisha ni hicho, kuwa ripoti mpya ambayo anataka kwenda kuiwasilisha kwa Donald Trump. Kwa mujibu wa ripoti za Israeli, Netanyahu anakusudia kuishinikiza Marekani kukataa makubaliano yoyote ambayo yangeruhusu Irani kudumisha uwezo wa kurutubisha urani katika eneo lake. Israel pia inatarajiwa kuihimiza Washington kujumuisha mpango wa makombora wa Irani na usaidizi wake wa harakati za upinzani kama sehemu ya makubaliano yoyote ya baadaye. Baada ya Marekani kuiweka pembeni Israel kwenye mazungumzo karibu yote, manake licha ya kuwa Marekani na Israeli wakikaa kwenye meza wanasema tumefanikiwa, tumepiga, tumefanya nini, tumeenda, ajabu ilivyokuja wakati wa mazungumzo Israeli hana kiti.
wala hayupo kwenye mazungumzo, wala hashirikishwi, wala hayupo kwenye mpango. Kila kitu kimekuja kama surprise kwake. Sasa Israeli, nadhani nililisoma hili andiko kipindi cha nyuma kidogo, mnakumbuka kuwa Israeli ilikuwa lazima ikubaliane na hali iliyopo, iachane na mpango wake. Yani ilikuwa ni lazima ikubaliane na ukweli kuwa haya ni lazima yazungumzwe. Kama itakataka kulazimisha kuwa yenyewe inataka vita tu, haitopata chochote. Sasa Israeli inatajwa kuwa itaenda kuongeza vifungu katika madai ya Marekani kwenye mazungumzo na Irani kuwa, sikiliza, nyinyi kama sasa hivi mnagombea kuhusu Hormuz, hakuna makubaliano ya nyuklia. Yaani tunachotaka ni kuwa waambie Irani ni marufuku kuwa hakuna urutubishaji wowote wa urani utatokea kwenye ardhi yao. Lakini katika haya mazungumzo lazima muwepo na mjadala kuhusu makombora. Jambo ambalo linawashangaza zaidi Israeli ni kuwa hata kwenye MOU, Memorandum of Understanding ya vifungu 14, hakuna kabisa sehemu imetajwa makombora kabisa. Hata kuhusu proxy wake Irani hamna sehemu imetajwa. Katika Memorandum of Understanding ambayo ndio msingi wa mazungumzo wanaofuata, ndani yake jambo linalohusu Irani ni nyuklia peke yake, ambalo tayari Irani walishaliweka mezani kulijadili hata kabla ya vita. Yani walishakubali kujadili, walishawahi kubali kubadili baadhi ya vitu, walishakubali kuhusu vitu. Sasa hayo hivyo vyote hawajaweka makombora, hawajaweka proxy wao. Sasa Trump anajaribu yani Netanyahu anajaribu kwenda kumpelekea Trump sasa ajenda mpya, bana bosi, hebu kubaliana na hili na haya uyaingize katika madai ambayo tunayapeleka kwa Iran. Lakini hiyo yote ni kuwa ikiwa atakubaliwa. Irani imeendelea kusisitiza kwamba kurutubisha urani kwake ni kwa madhumuni ya amani na ni haki yake huru chini ya mkataba wa kuto kusambaza nyuklia, na imekataa mara kwa mara majaribio ya kuzuia mpango wake wa nyuklia wa kiraia zaidi ya majukumu yake ya kimataifa. Ziara hiyo iliripotiwa inakuja baada ya jarida la Axios likinukuu maafisa wawili wa Marekani na Israeli wakisema kwamba Trump yeye alimuhimiza Netanyahu wakati wa mazungumzo ya simu wiki iliyopita kuanza kuondoa vikosi vya uvamizi kutoka maeneo ya Syria, kutoka maeneo ya kusini mwa Lebanon. Nilikuambia mwanzo. Kulingana na ripoti hiyo, Trump alionya kwamba kuendelea kuwepo kwa vikosi vya uvamizi katika eneo la Syria kulikuwa kunachochea mvutano na kuongezeka kwa uwezekano wa kuongeza upya vurugu katika eneo hilo. Trump alimwambia Netanyahu, hawawataki huko, mnapaswa kuondoka. Afisa wa Marekani alisema, huku akikusudia kumwambia kuwa kule Syria hawawataki nyinyi, wanataka muondoke. Kulingana na afisa wa Marekani aliyenukuliwa na Axios, Trump alisema mbinu hiyo inapaswa kutumika nchini Lebanoni pia. Yani kile tunachowaambia kuhusu Syria kutoka, na ndio tunachowaambia kuhusu Lebanoni, mtoke pia na kwenyewe mnatakiwa muondoke. Kulingana na ripoti hiyo, utawala wa Trump ulikuwa umetumia miezi kadhaa kujaribu kupatanisha mpango wa usalama kati ya Syria pamoja na uvamizi wa Israeli, lakini ulihitimisha kwamba Netanyahu hakuwa tayari kukubali mapendekezo yaliyojumuisha kujiondoa kwa awamu kutoka eneo la Syria linalokaliwa baada ya maendeleo ya kisiasa yaliyofuata kuanguka kwa yaliyotokea baada ya kuanguka kwa Bashar al-Assad mwaka 2024 mwezi Disemba. Uvamizi wa Israeli wenyewe umeendelea kupanua uwepo wake wa kijeshi ndani ya Syria tangu wakati huo na kusababisha kulaaniwa mara kwa mara kutoka Damascus, ambako imeeleza uvamizi huo kama ukiukwaji wa uhuru wa watu wa Syria. Netanyahu anatarajiwa kuhudhuria pia kwenye kumbukumbu ya Lindsey Graham. Kulingana na ripoti ya vyombo vya habari vya Israeli, ibada ya ukumbusho imepangwa kufanyika Washington kabla ya mabaki ya Graham kuhamishiwa South Carolina. Sasa Netanyahu anakwenda katika mvutano ambao unaonekana uko wazi, jambo ambalo Israeli linawachanganya kabisa. Fikiria kuwa kulikuwa kuna ceasefire, usitishaji, kuna MOU, wakaswitch, wakachochea, mvutano ukarudi upya. Katikati ya mvutano ambao unawapa hope kuwa labda tunakwenda pale tunapotaka, kwa sababu chaguo la Israel ni vita, wakati wanakwenda kwenye chaguo ambalo wanalihisi kuwa ndio linaweza likatakiwa, katikati ya hilo chaguo wanamsikia Donald Trump anasemaje kuwa tutawapiga vibaya Irani mpaka waje kwenye meza ya mazungumzo. Wanarudi kule kule. Sasa anataka mazungumzo ya nini wakati wao hawataki mazungumzo? Trump anataka kuwalazimisha Irani waje kwenye mazungumzo, jambo ambalo pia Israeli halitaki. Sasa unajua kuna wakati Irani hufanya maamuzi kwa kumkomoa Israeli. Kuna wakati Irani wanafanya maamuzi kwa kumkomoa Israeli kwa sababu wanafahamu kabisa kuwa huyu paka aliyetumwa kuja kuroga wala hausiki, kuna mtu amemtuma huyu, yani yupo aliyemtuma huyu paka. Sasa unamkomoa yule
aliyemtuma kuna wakati wanafanya maamuzi, na ndio maana niliwaambia kwenye mazungumzo yaliyofeli yale ya mara ya pili, kuna uamuzi ulifanywa na Irani ulikuwa kumkomoa Israeli, wakati Irani iliipa ofa Marekani, njoo uwekeze, njoo tufanye biashara, njoo tufanye nini, vyovyote vile. Ule uamuzi ulikuwa ni wa kumkomoa Israeli pekee. Ule uamuzi haukuwa wote, ulikuwa lengo ni kumkomoa Israeli. Sasa Israeli wakati anaona kuwa taa ya kijani imeanza kuwaka, pale anapotaka kuchochea zaidi, anasikia kauli kutoka kwa bosi wake inazungumza kuhusu amani tena. Ni vitu ambavyo vinazunguka kwenye vichwa vyao ambapo havijakaa sawa. Sasa hatujui ziara hii ya Donald Trump, ya bwana Netanyahu kwa Donald Trump itaambua kipi au itarudi na faida gani? Je, mkutano utapatikana au je ule mpasuko wa wazi utadhihirika? Kwa sababu kuna mahitaji mengi ya kufikia makubaliano na Irani ambayo Irani anayataka Marekani ayatimize, ni yale ambayo yanamlazimisha Trump amlazimishe Netanyahu. Netanyahu anakwenda kwenye uchaguzi ambao kila hatua yake au kila kinachofanyika hivi sasa kimelenga kwenye kampeni ya kisiasa. Kila anachokifanya hivi sasa amelenga kwenye kampeni yake ya kisiasa hiyo ijayo. Yuko tayari kuyafata mambo ya Donald Trump ili akajimalize kisiasa, au aendelee kutunisha msuli na Marekani ayamalize haya katika njia anayoona yeye na Israeli ipoteze zaidi. Je, wa Israeli wanazungumzaje kuhusu hili? Sasa jana juzi kuna taarifa ilikuwa imeenea na sikutaka kabisa kuizungumza kwa sababu nilishawahi kuizungumza na wewe. Taarifa ya rais wa zamani wa Irani Mahmoud Ahmadinejad, nadhani mmeisoma upya. Niliwahi kuambia au mara kadhaa nimewaambia hii ni sehemu ya kampeni kubwa ya kisiasa ambayo inafanyika kwenye vyombo vya habari kujaribu kuitengeneza simulizi na hadithi. Nilizungumza hili mwezi mmoja au miezi miwili wakati vita imeanza, wakati ilisemekana kuwa Israeli ilikuwa ikizungumza na Ahmadinejad. Wanasema kuwa alikuwa ni spy wao, au wanasema alikuwa ni wakala wao wa Mossad ambao walikuwa wakimtumia, na wanadai kuwa walikuwa wamemuandaa kwa sababu tu yule atakuja kuwa kiongozi baadaye baada ya kuangusha utawala. Na wanadai, unajua katika mashambulizi ya awali yaliyopiga pale yaliyomuua Khamenei na mashambulizi ya awali wanadai kuwa kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, ambao taarifa ambayo haikuwahi kuthibitishwa wala Irani hawakudai kusema hivyo, taarifa ambayo wanasema kuwa kabla ya ule uvamizi Ahmadinejad alikuwa anashikiliwa kifungo cha nyumbani kwa mujibu wa vyombo vya habari vya magharibi. Yani alikuwa anashikiliwa nyumbani kwake. Kwa hiyo baada ya ule uvamizi ulivyoshambulia, ndege za Israeli zilipiga kwenye nyumba la Ahmadinejad ili kuwaua walinzi waliokuwa getini ili waweze kumtoa. Na jinsi ilivyoandika vyombo vya habari vinasema kuwa kuna mawakala ambao wa Israeli walio ndani ya Irani walikwenda nyumbani kwake na wakamchukua kwenye gari wakaenda naye. Baadaye yeye akaamua kuondoka, akakataa makubaliano hayo, akasaliti. Anatajwa kuwa aliisha kutana na maafisa wa Israeli ikiwemo David Barnett kule Hungary. Sasa hii taarifa imeandikwa hivyo na vyombo vya habari vikadai kuwa alikuwa ameshikiliwa, lakini mara ya mwisho ameonekana kwenye mazishi ya Khamenei akiwa anatembea tu kawaida. Amejibu yeye mwenyewe, anasema hivi: Rais wa zamani wa Iran Mahmoud Ahmadinejad ameyakataa madai kwamba Mossad ya Israeli ilitaka kumwajiri kama mshirika wa kijasusi, akitupilia mbali uchunguzi ulioandikwa na New York Times uliochapishwa Julai 13 kama madai ya filamu ya Hollywood yaliyostahili majibu ya kina. Kulingana na ripoti iliyoandikwa na New York Times inayohusishwa na zaidi ya vyanzo 30 vya kisiasa na kidiplomasia na usalama, Mossad ilidumisha mawasiliano ya siri na Ahmadinejad kwa miaka kadhaa kuanzia mwaka 2022 baada ya ujasusi wa Israeli kutathmini maoni yake ya uhusiano wake na utawala wa Irani ulikuwa ukibadilika. Operesheni hiyo inadaiwa ilijumuisha usaidizi wa kifedha na vifaa kwa ajili ya usafiri wa nje ya nchi na mikutano ya siri huko Budapest, ambapo mkuu wa Mossad wakati huo David Barnett alisafiri na kukutana na Mahmoud Ahmadinejad kibinafsi mwaka 2024. Ofisi ya Ahmadinejad katika taarifa iliyochapishwa na Irani International iliyaita madai hayo uongo kabisa na kuishutumu New York Times kwa kuchapisha habari bandia na uongo wa kutunga. Ofisi hiyo pia ilikanusha ripoti kwamba rais huyo wa zamani alikuwa amewekwa chini ya kifungo cha nyumbani, ikisema aliendelea kufanya kazi na anaendelea na kazi yake ya kawaida ya kila siku.
Operesheni hiyo iliripotiwa ilifikia hatua muhimu mnamo Februari 2026 wakati hatua za mwanzo za vita vilivyohusisha Irani na Israeli na Marekani. Kulingana na akaunti ya New York Times, shambulio la anga la Israeli lilipiga makazi ya Ahmadinejad huko Teherani na kuharibu vifaa vilivyotumiwa na maafisa wake wa usalama na kuharibu gari lake la kivita. Wafanyakazi wa Mossad kisha wanadaiwa kumsafirisha hadi kwenye nyumba salama ndani ya Irani, ingawa ripoti hiyo zinaonyesha kuwa Ahmadinejad baadaye hakuwa na imani na akakataa mpango wa kumrudisha madarakani. Inaripotiwa kuwa akili ya Israeli ilimwona Ahmadinejad kama kiongozi anayewezekana kwa utaratibu wa kisiasa wa baada ya utawala, licha ya historia yake ndefu ya maneno makali dhidi ya Israeli. Kukataa mauaji ya kimbari na kuunga mkono upanuzi wa nyuklia wa Irani, Mossad iliarifu CIA kwamba ilikuwa imeanzisha njia ya mawasiliano na rais wa zamani wa Irani, kulingana na gazeti la New York Times. Afisa mkuu wa zamani wa Mossad, Sagi Asun, alikosoa uchapishaji wa maelezo ya uendeshaji kwenye channel ya 14 ya Israeli, akionya kwamba kufichua taarifa hizo kunaweza kuhatarisha mbinu na mali za kijasusi. Ikiwa ripoti hizi za kweli, kuchapisha maelezo kama haya kunaweza kudhuru mali za kijasusi, uwezo wa uendeshaji na usalama wa taifa. Alisema pia, alipendekeza kwamba umakini unapaswa kuelekezwa kwa wale walio ndani ya Irani ambao wanaweza kuwa na nia ya kumdhuru Ahmadinejad. Ahmadinejad wakati wa utawala wake alikuwa ni mwiba sana kwa Israeli, sana. Kwa hiyo kinachotumika na Israel ni kujaribu kuwachonganisha, kuwaparaganyisha. Unakumbuka wakati Donald Trump anasema kuwa tunazungumza nao ndani, vyombo vya habari vya magharibi vikasema tunazungumza na speaker. Sasa mimi sizungumzi na yoyote, tunazungumza na serikali mpya, tunazungumza na rais mpya, yani ile hadithi simulizi za kutunga walizitunga sana wakati huo. Sasa hii taarifa ya Ahmadinejad sina sababu ya kuipa maelezo mengi, kwa sababu mimi nilishaieleza sana wakati imetoka, kwa sababu imerudi tu, na kama wameileta tu part 2, lakini tayari hii taarifa ilikuwa. Yani taarifa hii haitofautiani kabisa na taarifa aliyoitoa Donald Trump leo kuwa tutapiga madaraja, tutapiga umeme, tutapiga. Tayari ilishakuepo, tukaijadili, tukaizungumza, mwisho wa yote yeye ndio akala kona. Kwa hiyo ni taarifa zenye kujirudia kwa sababu kuna wakati wanaishiwa propaganda. Kwa hiyo wanaanza kupekua, turudi na propaganda gani mpya tupande nayo ili tuwavuruge watu. Ndio maana taarifa hii imerudi tu, kwa sababu ilishaandikwa muda mrefu. Iliandikwa tu mapema wakati wa vurugu hizi na ikasikika sana kwa watu. Kwa hiyo si mpya sana. Rahby Digital, haki na ukweli.